102.2 Lubao FM. Kwenye habari za michezo kwenye Kurunzi 102.2 Lubao FM, mechi iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu na gamu baina ya klabu ya wanapolisi APSL FC na kikosi cha wanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro MUST imeishia kwa ushindi wa magoli 2-1 kwa faida klabu ya maafisa wa polisi APSL FC. Mechi hiyo imechezewa katika uga wa Bullring Arena almaarufu Nottingham Forest Stadium. Mchezaji Manuel Nyongesa akitesa kwenye mechi hiyo na kupiga magoli 2 upande wa APSL FC, yote akija katika kipindi cha kwanza. Mechi hiyo ilihudhuriwa na mamia ya wanafunzi, maafisa wa polisi na mashabiki mbalimbali, akiwemo mwenyekiti wa shirikisho la soka FKF kaunti ya Kakamega Jeff Mudembei akiridhishwa na kivumbi cha mechi hizo za divisheni ya pili, kwani ina muhimu wa kushikana alama kwa ukaribu, huku vilabu vya MUST, Vihiga Sportif, APSL FC na Aketer wote wakiwa kwenye nafasi sawa ya kujikatia tiketi hadi kwenye awamu ya kuamua mshindi atakayejiunga kwa mechi za maondoano na kujikatia tiketi ya kushiriki kwenye divisheni ya kwanza msimu ujao. Tayari divisheni ya pili mechi moja imesalia, na Mudembei amesema zitachezewa wakati mmoja wikendi ili kuzuia visa vya udanganyifu. Mimi naitwa Jeff Mudembei, chairman wa FKF Kakamega na chairman wa Leagues and Competition Western Region. Tunaelekea mwisho wa Division 2 ya Western Region, although tuko na hapa Rift ni zone na hizi leagues ziko very competitive sana. Hata ukiangalia kama leo watu wametoka, unapata timu ya Vihiga Sportif inacheza Lubinu, but officials wote wako kwa game ya MUST na APSL. Kwa sababu gani? Wanaangalia results za huku zina affect aje standing yao kwa table. Na in fact hii pool is the most competitive pool kwa sababu any mistake APSL wako na chance ya kuwa position 1, MUST wako na chance, Vihiga Sportif wako na chance, bado Atekero wako na chance, na bado tumebaki na game moja tu. So it's one of the most competitive, na tumehakikisha ya kwamba hizi game mbili za mwisho kulingana na sheria ya FKF zinachezwa same time same day, ili kwamba kusikue na mambo ya match fixing. Napata kama sasa hapa hata nimeshangaa wakati MUST walikuwa wamepigwa bao, game yao imeisha, kwa ile game nyingine ya Vihiga Lubinu wakatangulia kufunga, watu wa MUST wana celebrate. Na unaona wana depend kwa results za huko kuhakikisha kwamba wanabaki juu ya table. But now Vihiga wametoka nyuma, wameshinda hiyo game 2-1. Now again unapata MUST wako disappointed because wanaona ni kama wameshaipoteza. So hii ligi tunajipanga kama federation tuhakikishe kwamba hakuna match fixing. Wacha tu mtu ashinde game legitimately kwa kiwanja bila kusaidiwa na mwenzake. Na pia tunajipanga, tunataka tuende after hapa tutaenda mini league number 1 kwa kila pool, watajoin other number 1s from the other upper rift, zikuwe timu 4. Tutapiga mini league yetu Bungoma, tarehe ndio hatujajua lakini tutacheza Bungoma. Kocha wa klabu ya wanapolisi APSL FC Afande George Mwita akishabikia ushindi wa vijana wake na kuelezea matumaini ya kufuzu kwenye awamu ya kujiweka nafasi bora ya kushiriki divisheni ya kwanza msimu ujao, akiwa mwingi wa matumaini kupata ushindi dhidi ya Matili FC kutoka kaunti ya Bungoma kwenye mechi yao ya mwisho. Kwa game ya leo ndio imekuwa nzuri, imekuwa na pressure, imekuwa derby kwa sababu wote watu wa town, MUST APSL versus MUST. For official hajakuwa mbaya in terms of positioning. Hiyo position 2 yenye tuna hold as at now is not bad with us. Hope we are going to qualify to Division 1. Next game we will play against Matili away in Bungoma. Naye kocha mkuu wa klabu ya chuo kikuu cha MUST FC Akumu Evans akisalia na matumaini ya kufuzu licha ya kupoteza mechi yao ya hapo jana. Game leo hajakuwa vile tulikuwa tunatarajia. It's a drop of those points. It's a negative to us. So inabidi game ya mwisho ya weekend tujipange vizuri. Kwa hizi siku zimebaki tucheze hiyo game ya weekend, we collect the maximum points. In terms of topping the league, I think we're still topping as for now, but the minus in points is a disadvantage to us, but we will work till the last minute, till last game on Sunday. We have been punished by our mistakes. Na tumefanya mistakes mbili na tumepunish nayo, and I think we will work to correct that before we approach the next match. Katika rubaa za kimataifa ni kwamba klabu ya FC Barcelona